Naitwa Saidi Kisieri Werema Chambiri, ni mkazi wa wilaya ya Tarime, jimbo la Tarime mjini hususani. Ni mwanachama kada mwaminifu wa Chama cha Mapinduzi. Leo tarehe 30 saa 2 asubuhi nimefika ofisi ya chama wilaya kwa ajili ya kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya kuteuliwa kuwa miongoni mwa wagombea wa ubunge katika jimbo la Tarime mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mimi ni mwana CCM, ni mwanachama kindakindaki, lakini pia ni kada maarufu sana Tarime. Leo hii tarehe 30 nimefika katika ofisi hii ya wilaya na kuamua kuomba ridhaa ya kugombea nafasi ya ubunge, ridhaa ya kuteuliwa na chama changu katika vikao ambavyo vimepangwa kwa mujibu wa katiba na sheria ya chama chetu cha Mapinduzi. Vikao vikiridhia kuniteua na wanachama pia ambao ni wajumbe wakiridhia kunipa kura, lakini pia chama kikaona pia nina nafasi ya kuteuliwa pia kuwa mgombea kuwakilisha chama katika uchaguzi mkuu, itakuwa jambo la heri sana. Nini msukumo wangu katika kuchukua hii? Mimi ni mzaliwa wa hapa. Moja, nimekuwa nikijua matatizo ya wananchi wanaozunguka jimbo la Tarime mjini kwa sababu nimekuwa sehemu yao. Nimesoma hapa, nimefanya kila kitu hapa. Lakini pia hata Mungu alivyonibariki nimekwenda kufanya kazi, lakini nimerudi nimewekeza hapa. Tarime ni sehemu moja ninayoipenda sana. Ukiniambia Tanzania nzima, sehemu ya kwanza ninayoipenda ni Tarime. Kwa hiyo nipo kwa ajili ya kushirikiana na wananchi wa jimbo la Tarime. Nimechukua maamuzi ya kuomba ridhaa hii kwa sababu si tu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, na si kwa sababu muda umefika sasa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba kila mtu anachukua fomu. Kuna msukumo ndani yangu. Mimi ni kijana nikiona fursa, lakini pia nimekuwa katika utamaduni wa siasa kwa muda mrefu sana. Sasa naona imefika viatu vinanitosha kuwa daraja, kuwa kiunganishi kati ya wananchi na serikali. Tunaamini uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 tunakwenda kutiki. Tumekwisha mverify mama. Kwa hiyo ninaamini 100% ya kwamba tutaunda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chama cha Mapinduzi ndio kitakuwa chama dola. Chama cha Mapinduzi ndio kitakuwa chama tawala. Sasa mbunge kwa nafasi ambayo ninaomba ridhaa hii nikiteuliwa, ninatamani niteuliwe, na kisha teuliwa mambo ambayo naweza nikayafanya ni mengi. Yamefanywa mengi. Mbunge si tu anakuwa kati ya kiunganishi cha wananchi na serikali, kati ya kiunganishi cha wananchi na chama. Kwa sababu tunapokwenda tunatakiwa mtu ambaye atakuwa kiunganishi chema, kiunganishi ambacho kinaweza kuunganisha wananchi. Mambo mengi sana amefanywa kupitia hii miaka 4 ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Amewekeza, ameleta mambo mengi, amefanya mambo mengi. Sasa ni kwenda kuyasimamia yale mambo, kuhakikisha kwamba yanafanyika kwa ile utashi wa mama aliyokuwa anapenda, ule upendo ambao yeye alionyesha kwa wanatarime, jimbo la Tarime. Sasa ni muda wa kwenda kuyasema na kuyafanyia kazi, kumsaidia mama ndani ya chama, kwa sababu mwenyekiti wetu ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunapokuwa katika serikali anakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapokuja katika chama anakuwa ni mwenyekiti wangu. Kote ni bosi. Kwa hiyo nikipata ridhaa ya kuteuliwa na chama changu na nikanyika nyadhifa hii ya ubunge, ninatamani na nitakuwa kiunganishi kati ya wananchi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio anaiongoza. Lakini pia nitakuwa kiunganishi kati ya serikali na kati ya wananchi na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ili tusigombanishwe kwa sababu ni chama dola. Chenyewe ndio kinafanya mambo yote, kinaleta mambo mengi. Kwa hiyo tukisemee chama kwa ubora ule unaotakiwa. Tukifanyie kwa ubora ule unaotakiwa. Serikali inafanya mambo mengi, lakini pia mbunge ambaye ndio jukumu lake kubwa ni kuisimamia serikali, kwa maana ya kwamba kusikiliza kero kwa sauti ya wananchi na kupeleka yale malalamiko kwa serikali ili serikali ifuatilie. Sasa inafuatiliaje? Kama tu mtu atasikiliza kero na azipeleke sehemu husika, kama kutakuwa na mikutano ya kusikiliza hizo kero. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba nikiteuliwa kwanza tutakuwa na mikutano ya mara kwa mara na wananchi, lakini pia kupita jimboni muda wote. Mimi ni mkazi wa Tarime, ninakaa Tarime, nitaonana na wananchi kila saa. Nimewekeza Tarime, biashara zangu 1 2 3 ninazifanyia Tarime. Kwa hiyo muda mwingi ninautumia jimbo la Tarime. Kwa hiyo ninajua kero zao na nitakuwa mmoja kati ya watu ambao watazifikisha sehemu husika, na sio kuzifikisha tu, kuzifuatilia kuona kwamba serikali inazitatua ili
kusiwepo na ugomvi kati ya serikali na wananchi, ili kusiwepo na ugomvi kati ya Chama cha Mapinduzi ambacho mimi ni mwanachama wake na wananchi. Chama cha Mapinduzi ni chama bora, ni chama ambacho kinashika dola na ni chama kikubwa Afrika nzima. Kwa hiyo hatuhitaji kuwa na viongozi ambao wale wataishia katika ile. Tumeona ilani ya uchaguzi imezinduliwa. Ilani ya chama ina mambo mengi sana. Ina kuwezesha vijana, ina miundombinu ya barabara na reli, ina miundombinu ya majini, ina umeme, ina vitu vingi ambavyo naona ni ilani bora sana, ambayo tukipata wawakilishi watakaoweza kuisimamia vizuri, kazi ya mwenyekiti wetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan itakuwa rahisi, akiwa mwenyekiti wa chama lakini pia akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapaswa kuwa na viongozi ambao watakuwa na maono. Tarime hii ina fursa nyingi mjini. Vyanzo vyetu vya mapato vinaweza kuongezeka endapo kutakuwa na ushirikiano na mahusiano bora kati ya mwakilishi wa wananchi ambao ndio mbunge na wale watendaji wa serikali wa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa maana unaweza kumuongelea DC, unaweza kumuongelea mkurugenzi, unaweza kumuongezea dasi na viongozi wengine ambao wapo kwa ajili ya kufanya kazi ya serikali. Kusipokuwa na mahusiano mazuri kutoka katika mwakilishi wa wananchi kwenda katika serikali ambao pia mtu ni huyo ambaye amewateua. Kwa maana mimi mkuu wa nchi atakuwa ni rais wa nchi, mkuu wa chama atakuwa ndio rais wa nchi. Huku tunamuita mwenyekiti wa chama, kule tunamuita rais wa Jamhuri ya Muungano. Ndio aliyewateua wale. Kwa hiyo lazima kuwe na muunganiko ambao ni mzuri katika kuletea wanatarime kitu ambacho ni chema. Tuna fursa nyingi sana Tarime. Tukiachana na mambo mengine ambayo ni serikali imetekeleza barabara, hospitali, shule zimejengwa nyingi, vituo vya afya viko vya kutosha na mambo mengine ambayo mama amejitahidi kwa uweza na kwa kudra za Mwenyezi Mungu kumwezesha na kutenda kazi kwa namna alivyotenda. Tunahitaji mtu ambaye pia atakuwa ni kiunganishi na mwenye maono ya kuunganisha fursa za Tarime pamoja na hao viongozi. Huko nyuma tumekuwa na viongozi, kwa sababu kwa nini nimeamua? Ni kwa sababu niliona kuna mapungufu sehemu fulani. Sasa yale mapungufu ndio maana nikasema na mimi naweza nikayafikia na nikayafanyia kazi. Tumekuwa na ofisi ya mbunge ambayo ni ofisi ya serikali, inalipiwa gharama zake zote lakini haifanyi kazi. Imekuwa ni mobile, sehemu ambayo sisi tunahitaji kufika na kueleza shida zetu, kueleza matatizo yetu ili tuweze kutatuliwa. Shida moja hapo, hakuna kiunganishi kati ya wananchi na serikali. Na ndio maana wakati mwingine serikali inashutumiwa, inanyoshwa vidole kwa sababu mwakilishi wa wananchi ambaye alitakiwa kuwa kiunganishi cha kuwasemea wananchi kwenda serikali hatekelezi majukumu yake kama inavyotakiwa. Lakini pia kuwa na mahusiano na viongozi wale ambao wanateuliwa na Mheshimiwa Rais ili muweze kuibua fursa mbalimbali. Mkisha kuwa na mahusiano mazuri katika kazi, mahusiano mazuri katika utendaji wenu wa kazi, mtaibua vitu vingi ambavyo vitafanya vitu viendelee. Tarime inakuja kuwa moja kati ya sehemu nzuri sana kwa utalii. Tumeona mwaka huu nadhani kama sio mwenyekiti wa ile bodi ni mzaliwa wa Tarime. Hapana. Mimi ninaamini ni kwa sababu waliona Tarime sasa inaenda kuvuka mipaka ya kuwa chanzo kimoja hapo cha utalii. Lakini ni mara ngapi viongozi wetu hasa hawa ambao ni wawakilishi, inawezekana unaweza kusema sio kazi yao, lakini wao wana ushawishi gani katika kutueleza faida za vitu kama hivyo. Tunaelekea katika nchi ambayo mama amefanya kazi kubwa sana kwenye mambo ya utalii. Na ndio maana unaona sasa hivi tuna uwanja wetu wa Magena Airstrip ambapo ikifika kipindi cha high season kwa watalii wengi zinatoa ndege zaidi ya 20-30. Lakini mipango mikakati ya mwakilishi wetu, mipango mikakati ya kwenda kwa mkuu wa wilaya, kwenda kwa mkurugenzi, kwenda kukaa na kuzungumza na kuona namna gani tunaweza tukafaidika na haya mambo yanayotokea. Tunapata gari karibu 50, 30, 40, 50, 60. Mpaka wakati mwingine roji za mjini zinajaa. Ukiuliza ni driver tour tu wamejaza ambao wanafuata watalii, wanavusha kutoka boda hapo kuingiza Serengeti. Kwa hiyo tuna fursa nyingi sana ambazo hiyo ni mojawapo tu ndio taja ambayo tunahitaji kiongozi mwenye maono. Tunahitaji kiongozi ambaye anaona mbali. Tunahitaji kiongozi ambaye atakuwa na uthubutu wa kufanya mambo fulani. Lakini yote hayawezi kufanya kama huna mahusiano bora na viongozi waliopo serikalini, kama huna mahusiano bora na wananchi wanaokuzunguka. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho nimeona ni udhaifu na nimechukua hatua kwa maana kuja kuchukua fomu ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo nina wasii zile kamati teule, kuanzia kamati ya siasa ya wilaya, kamati ya siasa ya mkoa, pamoja na taifa, watazame na hasa watupe sisi nafasi vijana ambao tuna maono, tuna uthubutu, tuna uthabiti wa kuleta mapinduzi. Tuweze kuifanya kazi ya Mama Dr. Samia Suluhu Hassan iwe rahisi zaidi katika kumsemea, lakini katika yale mambo aliyofanya mazuri na bora. Lakini katika kuisimamia serikali, katika kutusaidia
kuleta maendeleo ya kweli kwa wananchi wa jimbo la Tarime mjini. Hayo ni yangu tu. Nashukuru sana na asante.